Bwana, wakati Marekani wanaendelea kutekeleza agizo la kuwaondosha wahamiaji haramu katika nchi yao, leo tunakuletea tukio zito lililotokea nchini humo katika jiji la Portland, jimbo la Oregon, ambapo wakala wa ulinzi wa mipaka wa Marekani aliopiga risasi watu wawili na kuwaacha wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mamlaka, tukio hilo lilitokea jana Alhamisi majira ya mchana, wakati mawakala wa US Border Patrol walipokuwa wakifanya operation maalum ya kusimamisha magari. Idara ya usalama wa ndani ya Marekani maarufu kama DHS imesema kuwa dereva wa gari hilo alihisiwa kuwa ni mwanachama wa genge kutoka Venezuela. Taarifa hiyo inaeleza kuwa dereva huyo alijaribu kutumia gari lake kama silaha kwa madai kwamba alijaribu kuwagonga mawakala hao. Katika hali hiyo, wakala mmoja alifyatua risasi ya kujilinda. Baada ya risasi hiyo, dereva mmoja na abiria wake waliendelea kuondoka katika eneo hilo. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters limesema kuwa halikuweza kuthibitisha kwa uhuru mazingira halisi ya tukio hilo, jambo lililoongeza maswali mengi na mashaka kwa umma pamoja na viongozi wa kisiasa. Polisi wa Poland walisema tukio la awali la risasi lilitokea karibu kabisa na kliniki ya afya iliyopo upande wa mashariki mwa jiji. Dakika chache tu baadaye walipokea taarifa kuwa watu wawili, mwanaume na mwanamke, walikuwa wakitafuta msaada wakiwa na majeraha ya risasi, umbali wa takribani kilomita 3 tu kutoka katika eneo hilo la tukio. Polisi walifika katika eneo hilo kwa haraka, wakawapatia huduma ya kwanza kwa kuziba damu, kisha wakawakimbiza hospitalini. Hadi sasa hali yao kiafya bado haijawekwa wazi. Mkuu wa polisi wa Poland, Bob Day, amewataka wakazi wa jiji hilo kuwa watulivu, akisema kuwa anaelewa kuwa wana hasira na hofu iliyoko miongoni mwao, hasa ikizingatiwa tukio jingine la hivi karibuni mjini Minneapolis, ambapo wakala wa uhamiaji wa ICE alimuua mwanamke mmoja, mama wa watoto watatu. Viongozi wa Poland wa jimbo la Oregon wamesema hawakuwa na taarifa kamili juu ya chanzo cha tukio hilo wala kama ilihusiana moja kwa moja na operesheni za uhamiaji. Hata hivyo, walithibitisha kuwa uchunguzi wa FBI tayari umeshaanza kazi yake. Meya wa Poland, Keith Wilson, pamoja na gavana wa Oregon, Tina Kotek, walitaka serikali ya shirikisho kusitisha kwa muda msako mkali wa uhamiaji hadi pale uchunguzi huru wa kina utakapofanyika. Wilson amesema imani ya wananchi kwa maelekezo ya awali kutoka kwa maofisa wa shirikisho umepotea kwa muda mrefu. Katika mkutano huo huo na waandishi wa habari, seneta wa jimbo la Oregon, KC Gyama, ambaye aliwasili Marekani miaka 28 iliyopita kama mkimbizi kutoka Somalia, aliwakosoa vikali mawakala wa uhamiaji, akisema wazi kuwa hawakaribishwi katika jamii hiyo. Mwanasheria mkuu wa Oregon, Dan Rayfield, naye ametangaza kufunguliwa kwa uchunguzi rasmi ili kubaini kama wakala yeyote wa shirikisho aliyevuka mipaka ya mamlaka yake kisheria. Amesisitiza kuwa kumekuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi na mawakala wa shirikisho, si Poland pekee bali kote nchini Marekani. Tukio hilo limeongeza mvutano mkubwa, hasa ikizingatiwa kuwa mawakala wa ICE na Border Patrol wametumwa katika miji mbalimbali kama sehemu ya sera kali za uhamiaji za Rais Donald Trump. Ingawa sera hizo zinaungwa mkono na wafuasi wake tu, chama cha Democratic pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu wanaziona kama uchochezi usio na lazima. Hadi sasa uchunguzi unaendelea na macho ya umma yanaelekezwa kuona haki itatendekaje. Asante kwa muda wako. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kufuatilia kupitia platform zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.